Bwana, mambo vipi? Natumaini kwamba wewe ni mzima. Sasa leo nimekuja na video ambayo sasa itatusaidia sisi kujua ni namna gani ya kutumia Robi Panel kwenye kukuza website na social media zetu ambazo tunazitumia. Sasa cha kwanza kabisa lazima uwe na account umejisajili kwenye ukurasa wa Robi Panel, ambapo ni kwenye kuhusu kujisajili utabonyeza, kama una account utagusa jisajili, then itakupeleka katika ukurasa wa kujisajili. Utajaza taarifa zako muhimu, kisha utacreate account yako. Alafu kinachofuata, hatua namba 2 ni kuja kulogin. Login kwa kuingiza email yako na neno siri lako ambalo utakuwa umecreate katika account yako ya register, ambapo sasa baada ya kuingia, ukigusa ingia sasa, itakudirect moja kwa moja katika panel yako. Kama mimi hapa tayari imenipeleka katika panel yangu kama mnavyoona. Cha msingi cha kuzingatia kabla ya kuanza kukuza ni kufanya top up. Mimi kwenye account yangu tayari nilikuwa na salio la kiasi cha shilingi 8,700, kwa hiyo haina haja kufanya top up. Kwa hiyo cha kwanza cha msingi, kama wewe hautakuwa na salio, utagusa top up hapa chini kabisa, utagusa top up, then utajaza kiasi kuanzia kiasi cha shilingi 500 na kuendelea, lakini kama reseller wanaweza kaweka zaidi na kuendelea. Majina yako kamili, majina mawili, barua pepe, namba yako ya simu, na tunapokea pesa katika mitandao mitatu ambayo ni M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel. Utakapomaliza utagusa lipa sasa. Kwa mfano mimi ninaenda kujaza hapa, nitaingiza namba yangu hapa ya Voda, then M-Pesa, alafu nitagusa lipa sasa. Sikujaza kiasi samani, utajaza kiasi hapo, then lipa sasa. Utaona kabisa kwamba ita pop up notification kwamba inachakata. Itakwambia angalia simu yako. Maana yake hapa hivi, kama mimi huko hivi nimetumiwa SMS kwamba enter pin to confirm payment of shilling 1000 to Selcom-Pay. Utaingiza namba yako ya siri, then ukishamaliza kuingiza namba yako ya siri pale utabonyeza moja kuthibitisha, then huku ita close automatic na salio lako litakuja kuongezeka katika hiyo balance hapa. Njia nyingine ni kwa kugusa top up pembeni ya your balance hapa, na baada ya hapo utakuja sasa kuchagua service yako ambayo unataka. Service tunachagua kwa njia zifuatazo. Kwenye select service utachagua aina ya service. Kwa mfano kuna Instagram followers ambayo ita boost followers, kuna Instagram likes ambayo hii ina boost likes za specific video, na kuna Instagram views ambayo hii ita boost viewers katika Instagram video yako. Na kuna vitu vingi hapa ambavyo vinakuwa vipo kwenye services. Kwa mfano sasa mimi leo nataka nifanye kuchagua labda kuboosti tuseme likes. Nitachukua account yangu hapa hivi, nitachagua service yangu ambayo ni likes. Alafu hapa hivi kwenye user name nitaweka ile linki ya video yangu ama ya account yangu ambayo ina hiyo video. Maanake nitaenda kwenye Instagram page yangu, nitachukua ile video au posti, nitagusa share, alafu nitakopi link, alafu nikimaliza nitakuja hapa kwenye quantity, nitaweka quantity ninayotaka, kwa mfano 1000 likes ama 100 ambayo ndio kiwango cha chini. Sasa mimi hapa hivi nitaenda kusema boost kwa like 1000 ambayo shilingi 2000. Alafu nitakuja chini kabisa hapa nita confirm order. Ukiconfirm order, kinachotendeka ni kwamba order yako inatumwa katika Robi Panel server, na utaona salio lako limepungua pale kama huduma ulivyoichagua, na moja kwa moja utakapofuatilia video ya hiyo post yako utakuta kabisa progress inaendelea. Utakuja kwenye orders hapa chini ili kuhakikisha kama order yako inaenda na inafanya kazi.
Chini kabisa hapo utagusa order, then utaona kabisa kwamba order yako imetumwa katika linki fulani fulani na fulani. Itakuonesha ambazo ziko processing, ambazo ziko completed na zinazoendelea. Na sasa ili kujua kwamba imekubali ama haijakubali, utavisit ile account yako, alafu utaangalia kama likes ama video, kama ni followers utaangalia kama imeingia. Kwa mfano mimi inaweza nikaingia, na mwisho nitaenda kuonesha katika video inakuja namna gani ambapo zile likes zinaongezeka. Nitakuwa na kuonesha moja kwa moja kwa tutorial nyingine. Kwa sasa naomba tuishi hapo, natamani kila mmoja ameelewa namna ya kufanya orders. Na kama kuna swali lolote uta drop kwenye comment hapo kabla tujaendelea na video nyingine. Asanteni sana kwa kusikiliza. Usisahau kufollow, kusubscribe kwa wale ambao ni tech lovers, wanaopenda development, wanaopenda vitu vyote kuhusu development na mambo mengine, wanaweza wakaweka comment yao hapo hivi na kusema kinachoendelea. Bana, niwatakie kukua kwema kutumia Ruby Panel.